Ananiingizia sehemu za siri na huko nyuma. Akaniambia mpaka nitoke na kizazi. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Murieti jijini Arusha. Tumekuja kuripoti tukio la binti mmoja, jina lake tumelihifadhi. Ameingiliwa kinyume na maumbile pamoja na kubakwa na vijana wawili, ambako vijana hao mmoja ni mpenzi wake, lakini mwingine ni mpenzi wake wa zamani. Inaeleza kwamba siku ya Jumapili ya tarehe 19 binti huyu alipigiwa simu na mpenzi wake huyu anayefahamika kwa jina la Derrick ili aende ghetto, na kweli binti akaenda na hakuwa na mashaka kwa sababu Derrick ni mpenzi wake. Alipofika ghetto baada ya Derrick kufanya alichokifanya, akatoka nje akaenda kumuita rafiki yake, akaja wakaanza kushirikiana kwa pamoja na kuanza kumlawiti binti huyo na kumbaka. Lakini baadaye pia wakamuingiza mikono sehemu zake za siri kwa kile ambacho walikuwa wanasema kwamba wanataka wamtoe kizazi kutokana na tabia yake ya kuchanganya wanaume. Kwa mujibu wa maelezo pia, binti huyo ameongeza kwamba huyo Derrick ni mpenzi wake, lakini huyo kijana mwingine ambaye alikuja aliyeitwa na Derrick alikuwa ni mpenzi wake wa zamani. Kwa hiyo Derrick na huyo rafiki yake walioshirikiana walikuwa ni marafiki, wakaamua kufanya kitendo hicho. Lakini baada ya hapo binti huyo alivyofanywa kitendo hicho akatoka na kukimbia huku ili aokoe uhai wake, kwa sababu pia alitishiwa kuuawa. Akaenda kwenye nyumba ya mama mmoja. Alipofika nje ya nyumba hiyo akazimia kabisa. Baada ya tukio hilo pia wananchi walianza kuwatafuta vijana hao, wakamkamata kijana mmoja anaitwa Derrick na kuanza kumshambulia. Lakini mwenyekiti alipokuja akamsaidia kumuokoa, huku kijana mwingine ambaye alishirikiana na Derrick akiwa amekimbia na mpaka sasa hajakamatwa na polisi. Lakini huyo Derrick ambaye ameshirikiana na huyo mwenzake kumlawiti binti huyo mwenye umri wa miaka 19 amekamatwa na yuko kituo cha polisi cha Murieti. Tumezungumza na binti huyo, lakini tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa akilaani tukio hili la unyama na ukatili, jambo ambalo halikubaliki katika jamii. Pale alipokuwa ananiingizia mikono, nahisi kama vidole vyake vilikuwa vinakucha, napata maumivu. Derrick akaanza kunipiga mpaka akawa ananikanyaga nimekaa hapo kitandani. Wakaniambia nisimame, nikasimama. Wakaniambia nivue nguo, nikawa nakataa. Wakanilazimisha wakanivua nguo, wakaniingiza ndani ya karai kwamba nioge. Derrick akachukua maji akawa ananimwagia maji huko, na Yohana nikawa nakataa kuoga mimi. Akachukua miti wa fagio akawa ananipiga. Nilipotoka hapo ndani ya karai nilikuwa nakataa mimi kwenda kupanda kitandani. Yohana akaniambia utaki kupanda kitandani, akanisukuma akaniangusha kitandani. Nilipoanguka kitandani, Yohana ndo akaja akaniingilia. Baadaye Yohana alipotoka Yohana kama nilikuwa nimepiga kelele, Derrick akafungua redio ili nisisikike huko nje, maana kuna mtu alikuwa pale nje jirani. Akawasha redio hadi sauti hadi mwisho. Baadaye Yohana alipotoka akawa anapokezana. Akawa huyu Derrick anamwambia Yohana, Yohana alikuwa anasema kichwa kinamuuma asifungue redio. Huyu Derrick akamwambia Yohana, vumilia tuwashe hii redio maana atatuaibisha. Derrick akafungua redio akawasha sauti hadi mwisho. Sana. Alipomaliza kuwasha redio, Yohana akashuka. Aliposhuka ndo akaja huyu Derrick akaniingizia hadi mkono wake. Aniingizia kwenye sehemu za siri. Akawa Yohana akamwongelesha kilugha kwamba sijajua alichomwambia, lakini akaondoka akashuka. Aliposhuka akaniambia popote pale utakaponiona mimi usije ukaniangalia na usije ukakumbuka kwamba ulikuwa na mahusiano na mimi. Nikikutana na wewe pale popote pale nakuua. Nenda kashtaki pale mnapojua wewe. Hamna mtu anayeweza kuja kunifanyia chochote. Anakuambia hivyo ni Yohana ama Derrick? Wakaniambia chukua nguo zako vaa, nenda kashtaki pale popote unapojua wewe. Nikatoka pale.
Na hiyo mikono ambayo alikuwa anakuingilia sehemu za siri, kwa nini aliamua kuingilia hivyo? Sijajua. Yaani mpaka pale alikuwa ananiingizia mikono akaniambia, yaani leo mpaka nikutoe hadi kizazi ndio uondoke hapo. Huyo anamuongelesha akaniambia vaa nguo zako uondoke. Mimi nikachukua nguo zangu nikaondoka. Nimevaa nguo wakanivua tena. Nilikuwa nimevaa sweta langu. Wakanivua hiyo sweta na kofia na t-shirt. Wakabaki nalo pale. Wakawa wanagombaniana tena hilo sweta. Kwamba huyo anataka hiyo sweta alafu Derrick anataka hiyo sweta. Nikatoka pale nikaacha hiyo sweta. Ukakimbia sasa? Nikakimbia kwa mama. Nilipofika hapo mama nikamuelezea. Ilikuwa hivi na hivi. Mama akamuita baba. Baba kuna baba mwingine akamuita. Tukaenda hadi pale nikaenda kuonyesha hicho chumba. Tukamkuta yuko ndani. Akaulizwa, "Kwa nini umemfanyia hivi na hivi?" Akasema, "Hapana, hajafanya hicho kitu." Yeye akawa ameingia ndani. Mama akamuuliza, "Kwa nini umefanya hivyo?" Yeye akaingia ndani akachukua kofia. Akatoka nje akawa amemwambia mama, "Kwa nini mazaa si tufanye aishe?" Akawa mama anamzuia asikimbie. Akamsukuma mama akakimbia. Ndio hapo sasa watu wakamuita mwizi. Akaenda kukutana na watu akapigwa huko mbele. Ndio akarudishwa hivyo. Nikaulizwa haya maswali. Mimi nikaulizwa na mwenyekiti. Nikamwambia kila kitu mwenyekiti. Tukaenda hadi huko kituo cha polisi. Nilienda hospitali. Nikatoka hospitali nimekosa Murieti. Nikatoka kule nikakosa vipimo. Nikarudi huku. Ukaambiwa vipimo hakuna? Nikaambiwa hamna vipimo sasa hivi. Watu wa vipimo washaondoka mpaka kesho asubuhi ndio jana. Ilikuwa saa 1 jioni. Ndio nikarudi jana. Ndio hiyo jana huyo daktari nikaingia hadi pale kwa daktari. Nikapitia kwanza pale mapokezi. Nikalipia faili. Nikatoa shilingi 4,000. Alafu nikaenda kwa daktari. Nikamuelezea daktari ikawa hivi na hivi na hivi. Daktari akaja kuja kuniangalia kwamba kama kuna mchipuko wote nimepata. Lakini yule daktari akawa ameniangalia tu dakika moja akaondoka zake. Ananiambia kwamba kuna wagonjwa wanamsubiria. Akaondoka. Ila mimi hata nilivyokuwa natoka pale najiuliza mwenyewe kwa nini huyu daktari amesema hamna lolote lakini mbona mimi napata maumivu? Askari akanipigia kwamba niende kule. Nilipoenda kule nikapeleka hiyo karatasi ya hospitali na dawa wakaona. Baadaye mpelelezi akanipigia simu akaniambia kwamba nirudi jioni. Nikamwambiaje? Imefika saa 11 tena. Waliniambia niende saa 10. Jana sasa. Mimi nimetoka hapo na karibia kufika huko Morombo. Wananiambia usije tena. Njoo kesho asubuhi saa 4. Ndio leo nikashuka hadi kule. Ndio nikatoka kule saa ile nikaja huku. Leo sasa. Leo umeambiwa je ulifika sasa polisi? Nilipofika polisi pale, huyu mpelelezi ananiuliza, "Huyu Yohana alikuwa nani yako?" Nikamwambia huyu Yohana nilikuwa namwasiliana naye, lakini nilivyoona alikuwa haeleweki. Nikaachana naye, alafu nikawa namwasiliana na Derrick. Alafu Derrick sikujua kama ni rafiki yake. Walikuwa marafiki. Lakini sikujua akaniuliza kwa nini kilichokufanya wewe uje ufungue kesi ni nini? Nikamwambia kilichonifanya nije nifungue kesi ni ile ambacho nilifika kwake hatakuwa na ugomvi. Sijamkosea na yeye hajanikosea chochote. Lakini pale ambapo yeye akamuita mwenzake. Kwa nini akiona mimi amenichoka? Kwa nini asiniambie niondoke? Kwa nini aniitie yeye mwenzake? Huyo ni mpelelezi akawa sana potezea. Akaniambia, "Sawa, hiyo tutaandika baadaye, nenda huko dampo kifika. Uniambie kama yupo." Alafu ndo tuje tumkamati. Kwa siku ya Jumapili na saa 9 tuko ndani tunakula. Huyu binti alishawahi kuishi hapa kama mpangaji akiwa na mwenzake, baadaye wakahama. Kwa hiyo ni binti ninayemfahamu. Akaja analia huko nje, anasema, "Mama nisamee lakini sitarudia tena."
Basi nilivyotoka nje kumkuta akawa amedondoka kama anazimia anatoka jasho. Basi nikamwambia una matatizo gani? Akaniambia mama nisamee lakini sitarudia tena. Una matatizo gani? Akawa hataki kujieleza. Kuna mama mtu mzima hapo jirani kana nimemuita, tukamchukua tukamsogeza kwa mbele. Tukawa tumeongea naye tukamwambia wewe tuambie sisi ni mama zako, tutakusaidia kwa chochote. Ndo akasema nilikuwa pale kwenye kile chumba pale kwa mzee kijana, nimefanywa ukatili, naombeni mnisaidie. Huyo mtu mnamfahamu? Akasema ndio namfahamu, ni mtu wako? Ndio ni mtu wangu, lakini ndio amenifanyia ukatili. Akamuita mwenzake ambaye alikuwa mchumba wangu zamani, nikaachana naye. Basi nikawa nimemuita mume wangu ndani, kuna baba jirani hapo akaja na mke wake na ule mama, tukaongozana. Tukafika tukamuita ule kijana. Tukawa tunamuhoji kwamba unamfahamu binti? Akasema ndio namfahamu. Basi akameleza kwamba binti alikuwepo na asubuhi alikunywa chai, lakini mbeleni hakutaka kuongea mengi. Tunkana mbana ambia kwa nini mmfanyia binti ukatili? Akasema mimi sijamfanyia. Nikamwambia tukienda kwenye vipimo itakuwaje? Akasema kwani mazaa hawezi kuisha? Akaingia ndani akachukua kofia akawa amekimbia. Ndio kukimbia ndo wananchi wakawa wameenda kumkamata, wakawa wamemrudisha. Basi mwenyekiti akawa amepigiwa simu, wakaja wakamchukua wakampelekea Murieti. Anasema wamembaka, wakamlawiti, alafu wakamuingizia mikono kinyume cha maumbile. Na alikuwa analalamika anapata maumivu huku nyuma. Kweli nilikuwa naomba wizara husika, nikimuomba Mama Gwajima aweze kumsaidia binti, kwa sababu binti ni mtoto mdogo na miaka 19, ili ukatili ufikie mwisho. Kwa wasichana wengine na vijana wanaofanya ukatili, kweli ukatili uishe. Binti amefanywa ukatili ambao sio wa kawaida kabisa. Maana mpaka jana analalamika anaumwa na tumbo la chini. Naitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Murieti kata Sokonewani. Mnamo siku ya Jumapili saa 9 alasiri nilipigiwa simu na mwananchi mmoja, akaniambia kwamba mwenyekiti, naomba ufike katika maeneo ya Kikwete 2 na Kikwete 1. Nikamuuliza kuna nini? Akaniambia kwamba kuna binti ametoka kwenye chumba katika nyumba za kupanga, akiwa analalamika kwamba kuna kijana alimpigia simu asubuhi, akafika nyumbani kwake kwamba wana mahusiano. Kwa alipofika pale nyumbani kwake akaanza kumfulia, alipomaliza kufua akamwomba sawa wakae kule ndani, wakakaa kule ndani. Kwa kuwa ni watu ambao walikuwa na mahusiano, wakafanya walioyafanya mapenzi. Walipomaliza yule kijana akamwomba yule binti apumzike ndani. Kumbe baadaye wakati binti anapumzika ndani, yule kijana akaenda tena akampigia rafiki yake simu ambaye naye ana mahusiano na binti huyu mmoja. Alikuwa na mahusiano? Ndio. Kwa yule kijana sasa, kwa kuwa aligundua kwamba anatembea na huyu binti, lakini pia rafiki yake naye anatembea naye. Kwa alipomaliza kumtumia, akamuita yule rafiki yake. Na yule rafiki naye alipofika, naye akaanza kumtumia. Kwa walipomaliza wote sasa kufanya naye mapenzi, kwa jinsi nilivyojiana na binti wakaniambia wakaweka maji kwenye karai, wakamwambia binti kaa kwenye karai oga. Baada ya kuoga wakampandisha tena kitandani. Wakasema sasa wakaanza kumtundika na kumpiga picha. Mwishoni yule binti akapata nafasi akavaa nguo, wakamruhusu kutoka. Yule binti akakimbia akapiga kelele kwa majirani, akasikilizwa. Wakati anasikilizwa sasa ndio yule kijana anajitokeza kwenye chumba chake kufunga mlango. Ndio wananchi wakaanza kukimbizana naye kuelekea mtoni, wakafanikiwa kumkamata. Walipomkamata wakaanza kurushiana mawe, kijana anarusha mawe na wananchi wanarusha mawe. Lakini bahati moja nzuri wananchi wakafanikiwa kumkamata yule kijana, wakampiga, wakamrudisha, wakamfungia kwenye chumba chake. Kwa hiyo nilipofika pale eneo la tukio nilimkuta kijana amekamatwa na amefungiwa kwenye chumba. Nikahojiana na binti, imekuwa kwaje mpaka ukaja hapa? Akasema nina mahusiano naye. Je, huyu wa pili aliyekuja na mahusiano naye? Akasema ndio. Sasa kwa nini huyu kijana amemuita rafiki yake ambaye naye pia una mahusiano naye? Akasema sijui kwa nini ameamua kufanya hivyo. Basi nikawapigia jeshi la polisi simu kuwaomba msaada waje wamchukue kijana ili wananchi wasije wakamuua. Lakini kwa masikitiko makubwa jeshi la polisi hawakunipa ushirikiano wa kutosha. Walinitaka mimi ndio nimpeleke yule kijana, lakini swali langu likabaki kwamba je, ninamuokoa mtu asiuawe alafu ananiambia tena nimlete. Nikawaambia mimi niko peke yangu kama mwenyekiti, wananchi wako wengi.
wana uwezo wa kuninyang'anya huyu kijana na wakamuua. Sasa sikupata ushirikiano. Nilichokifanya nikaongea na wananchi. Nikawaomba kwa kuwa nimeshafika mwenyekiti wenu hapa, naomba msimguse huyu kijana, nimpeleke panakohusika kwa maana ya kituo cha polisi. Wakanikubalia. Nikamtafuta jirani mmoja aliyejitolea gari. Tukampakia kwenye gari, tukaongozana mpaka kituo cha polisi. Tulipofika kituo cha polisi ndio binti akaanza kutoa maelezo, na baadaye nikawaambia kwamba kuna haja tena mimi kuwa eneo hili. Wakaniambia hapana, sasa mwenyekiti tunakuruhusu uondoke. Basi ndio nikarudi sasa huko mtaani kwangu. Kwa ufupi ni hayo ndio nilioyapata siku ya Jumapili. Wito wangu ni kwa wazazi, hasa wazazi kwa maana ya wamama na mabinti zao. Wajitahidi sana kukaa kuwapa watoto wao maadili ambayo yanawajenga wao, kwa sababu haiwezekani binti anatoka nyumbani asubuhi anarudi jioni, humuulizi umeenda wapi. Binti anakudanganya na kuambia nimeenda kwa rafiki yangu wa kike, lakini rafiki yake wa kike hujui, mzazi hajui kwamba binti huyu rafiki yake wa kike anakaa wapi. Kwa rai yangu kubwa kwa wazazi, wajitahidi sana kuwafuatilia watoto wao. Akikwambia ameenda kwa rafiki yake mahali, ujue rafiki yake anakaa wapi na kwao ni wapi, na huyo rafiki yukoje. Kwa sababu kwa masikitiko binti amemwaga dada yake, kwa sababu nilimuuliza yule binti, wewe ni unakaa wapi, unakaa na nani? Akasema ninakaa na dada yangu. Nyumbani kwenu ni wapi Babati? Una miaka mingapi huko Arusha? Nina miaka 2. Dada yako ana taarifa hizi kwamba huko? Hapana. Je, siku ukiitwa na marafiki zako ukirudi nyumbani dada yako akuulize kwamba umetokea wapi? Anasema sio rahisi aniulize mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna namna tunawaachia watoto wetu free. Anakudanganya tu kwamba naenda mahali basi unamwacha tu. Lakini pia kwa vijana wetu kwa ujumla na jamii yetu kwa ujumla, vijana wetu, wazee wetu na mama zetu, wajitahidi sana kuwaonya vijana wetu kwa ukatili huo aliofanywa binti. Ni mambo ambayo hayakubaliki katika jamii. Wamfanyia ukatili ambao haukubaliki, kwa sababu haiwezekani umuite binti alafu umuite na mwingine aje kumtumia. Baada ya hapo yule binti akasema waliponitumia wakaanza kunipitisha na mikono, wakamwambia kwamba tunakutolea kizazi. Kwa hiyo wamemfanyia ukatili mbaya sana. Kwa hiyo rai yangu kubwa sana ni vijana waache kufanya vitendo kama hivyo, kwa sababu ni vitendo ambavyo havikubaliki katika jamii yetu.